أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله تعالى عن صحابته البررة المتقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا في الدين والحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله تعالى عن صحابته البررة المتقين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ikhwani fillah, leo tukiwa katika siku ya 10 ya mwezi wa Muharram, siku ya Ashura, siku ambayo kwamba aliuawa mauaji ya kinyama kabisa mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, al-Imam al-Hussein alayhi salam. Katika jalsa hii siko kwa ajili ya kuzungumza tafasil za maktal ya al-Imam al-Hussein alayhi salam, sipo kwa ajili ya kufafanua tukio la kuuawa al-Imam al-Hussein, lakini kuna baadhi ya mambo tu napenda kuyaeleza. Katika masiku kama haya kuna baadhi ya watu katika Khawarij wamekuwa wakiweka halakat za kumchafua al-Imam al-Hussein, za kumkashif al-Imam al-Hussein na kumuonyesha mbele za watu kana kwamba ni mtu alikuwa anapenda madaraka, ni mtu alikuwa anapenda utawala, ni mtu ambaye kwamba alimkhalif, alimtokea akamuasi kiongozi wa Uislamu, khalifa wa Uislamu. Nizo durusi ambazo kwamba zimekuwa zikienezwa katika misikiti ya Khawarijul Asri, kilabu ahli nar. Jana ndicho kitu ambacho kwamba kilichonisukuma kuweka halqa hii. Nilitumiwa klipu kijiaudio kimoja cha dakika 1-2 cha moja katika kilabu ahli nar, moja katika mbwa watu wa motoni, moja katika Khawarij. Anasema kwamba, na haya ni maneno nimesikia sana mara nyingi, hata kabla ya siku kadhaa nilipita katika msikiti mmoja katika misikiti ya hawa Khawarij, mushabbiha hao mujassima, nikamsikia akisema ya kwamba Hussein hakuwa imamu, na akiwakataza watu kumuita mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Hussein kumuita kuwa ni imamu. Sema Hussein hakuwa imamu, na kumuita Hussein imamu huu ni msamiati katika misamiati ya Mashia. Hakuwa imamu huyu. Juzi nikamsikia huyo anasema ya kwamba Hussein hakuwa imamu wala hakuwa kiongozi wa Uislamu, wala hajawahi kuwa hata kiongozi wa nyumba 10, wala hakuwa kiongozi wa jeshi lolote, bali alikuwa anawatawala, yeye alikuwa anamtawala mke wake tu, hakuna mtu alikuwa anamuongoza. Haya ni maneno ya hovyo, ni maneno ambayo kwamba hawezi kuyasema isipokuwa ni mtu ambaye kwamba ni fasik, ni mtu ambaye kwamba ni fajir, mtu ambaye kwamba kalb. Al-Imam al-Hussein hakuwa imamu. Imamu atakuwa nani kama Hussein hakuwa imamu? Sisi tunajiita ahlu sunnah wal jamaa, lakini uhalisia kwamba sisi tuko mbali kabisa na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika kuliweka sawa hili, nitaanza katika kuelezea hadithi ya ahlul kisa katika sahih Muslim. Katika sahih ya al-Imam Muslim, hadithi nambari 2408, anasema حدثنا زهير بن حرب وشجاع بن مخلد جميعا عن ابن علية قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثني أبو حيان
حدثني يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه. لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فقبلوا وما لا فلا تكلفنيه. ثم قال. Hii ni hadithi ndefu ambayo kwamba nimesoma sanadi yake, ambayo kwamba Zaid bin Arqam alifuatwa na masahaba, baadhi ya masahaba ambao mmeeleza hapa, kumwambia Zaid, wewe ni mtu umekutana na khairi nyingi, umekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, umepigana naye, umepigana jihadi naye, umeketi naye, umesikia maneno mengi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Zaid akamwambia ni sawa, lakini nishakuwa mzee, kuna baadhi ya mambo nimeyasahau. Hivyo yale ambayo kwamba nitawahadithia basi yakubalini, wala msinilazimishe kuwahadithia kitu ambacho kwamba sikikumbuki. Akaanza kuwahadithia sasa yale ambayo kwamba anayoyakumbuka kutoka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asema: qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman fina khatiban, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimama kwetu sisi akiwa anatuhutubia, bima'in yud'a khumman, katika kidimbwi cha maji ambacho kwamba kinaitwa khum. Ghadir, khum. Ghadir ni kidimbwi cha maji, khum ndo hiyo sehemu. Baina Makkah wal Madina, kidimbwi cha maji ambacho kwamba kipo baina Makkah na Madina. Fahamida Allah, akamhimidi Mwenyezi Mungu, athna alayhi, na akamsifia. Wa wa'adha, akawapa watu mauidha. Wa dhakkara, akawakumbusha watu. Thumma qal, kisha akasema: amma ba'du, amma baada hayo yaliyotangulia, ala fahamuni ayuha nasu, enyi watu, fa innama ana basharun, hakika yangu mimi ni binadamu, yushiku an ya'tiya rasulu rabbi, na kurubia kuja mjumbe wa Mola wangu, fa ujib, nikaitikia wito. Manake malakul maut, manake nimekaribia kufa mimi, lakini napoitika wito wa Mola wangu, fahamuni hayafuatayo: wa ana tarikun fikum thaqalain, mimi naenda kwa Mola wangu lakini nawachini vizito viwili. Angalia lugha ambayo kwamba alitumia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ana tarikun fikum thaqalain, mimi nawachini vizito viwili. Awaluhuma, cha kwanza, kitabullah, ni kitabu cha Allah, fihi alhuda wan nur, ndani yake kuna uongofu na kuna nuru. Fakhudhu bikitabillah, chukueni kitabu cha Mwenyezi Mungu. Wastamsiku bihi, nashikamani nacho. Fahatha ala kitabillah, akawahimiza watu juu ya kushikamana kitabu cha Allah na kukifuata. Waraghaba fihi, na akawaraghibisha watu ndani yake. Thumma qal, kisha akasema: wa ahlu baiti, pia kitu cha pili na wacheni ahlu baiti wangu, watu wa nyumbani kwangu. Udhakirukumullah fi ahli baiti, udhakirukumullah fi ahli baiti, udhakirukumullah fi ahli baiti. Akasema mara tatu: na wakumbusheni kwa jina la Allah, na wakumbusheni Allah ya Allah, kwa jina la Mwenyezi Mungu kuhusu ahlu baiti wangu, na wachieni kitabu cha Allah na ahlu baiti wangu. Faqala lahu Husain, Husain akamwambia: waman ahlu baitihi ya Zaid, alaysa nisauhu min ahli baitihi? Qala nisauhu min ahli baitihi, walakin ahlu baitihi man hurima as-sadaqata ba'dahu. Akauliza, je, ahlu baiti hapa ni kina nani? Wakeze? Akasema wakeze zake ni katika ahlu baiti, lakini ahlu baiti waliokusudiwa hapa ni wale ambao kwamba walionyimwa sadaka baada yake, wale walioharamishwa sadaka baada yake, ndio ahlu baiti waliokusudiwa hapa, si wakeze. Tuko vizuri sana, na ndio manake mwisho huku wa hadithi alisema inna almar'ata takunu ma'a ar-rajuli al-'asra min ad-dahri thumma yutalliquha fatarji'u ila abiha wa qaumiha, ahlu baitihi asluhu wa asabatuhu, hawa ndio ahlu baiti wake. Alhasil, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anaaga dunia, anasema na wachini vizito viwili: kitabu cha Allah
subhanahu wa ta'ala na ahlu baiti wangu. Na katika riwaya nyingine alisema wa innahuma lan yaftariqa hatta yarida alayya alhawd. Kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na ahlul baiti havitoachana vitu viwili mpaka vitakaponijilia mimi katika birika, katika haudhi yangu. Sasa nini maana ya kwamba tumeachiwa vitabu vizito viwili, kitabu cha Allah na ahlul baiti? Kwa maana kama tulivyoamrishwa kushikamana na Qur'an na kuifuata mwongozo ya Qur'an na kufuata maelekezo ya Qur'an na maamrisho ya Qur'an, vivyo hivyo tumeamrishwa tuwafuate ahlul baiti, tufuate miongozo yao. Wa ila baadhi ya wendawazimu kuambia la, kitabu cha Allah ndio tukifuata, lakini ahlul baiti ni kuwapenda tu. Subhanallah, tafsiri hizi mmezipata wapi? Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam sema nimewacheni vitu viwili hivi, havitoachana, shikamani navyo. Useme hiki tumeamrishwa tukifuate miongozo yake, hiki tukipende tu. Tafsiri hiyo umeipata wapi? Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yako wazi, si matalasimu haya. Yako wazi. Kadhia kwamba huku tumeambiwa tufuate, huku tupende tu, tusifuate miongozo yao hawa. Umeipata wapi? Alafu huku lazima mfuate fulani, lazima tufuate salafu saleh, lazima tufuate kadha. Ahlul bait hawafai kufuatwa, lakini kina Ibn Taymiyyah na kina nani hawa lazima watu wafuate. Ittaqullaha fina ya jamaa. Ni wapi ahlul bait ambao kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alituachia? Katika hadithi ya At-Tirmidhi iliyopokelewa na al-Imam At-Tirmidhi, hadithi nambari 3205, عن عطاء بن أبي رباح عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم قال. Imepokelewa kutoka Ata bin Abi Rabah kutoka Umar bin Abi Salama, ambaye kwamba huyu alikuwa ni Rabib, mtoto wa kambo Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliona Mtume. Qal, amesema lamma nazalat hadhihi al-ayatu, ilipoteremka aya hii, ala nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa Mtume, inma yuridu Allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt yutahhirakum tathira. Ilipoteremka aya hii fi baiti ummi Salamata, iliteremka katika nyumba ya Ummu Salama. Fadaa Fatimata, ilipoteremka aya hii ambako Mwenyezi Mungu asema hakika yataka Mwenyezi Mungu aondosheni nyinyi uchafu wa ahlul bait na awatahirisheni kuwatahirisha. Nani ahlul bait? Asema fadaa Fatimata, Mtume akamuita Fatima, wa Hasanan akamuita Hasan, wa Husainan akamuita Husain, fajallalahum bikisain, akawafunika wao na kishamia na kishale, wa Aliyun, na hali ya kuwa Imamu Ali, khalfa dhahrihi, akiwa nyuma ya mgongo wake. Fajallalahu bikisain, akamfunika pia na kile kishamia. Thumma qal, kisha Mtume akasema Allahumma, ewe Mola wangu wa haki, haulai ahlu baiti, hawa ndio watu nyumbani kwangu. Kwa hivyo tuloambiwa tushikamane nao ni hawa: Ali bin Abi Talib, Fatima, Hasan, Hussein. Faadhhib anhum ar-rijsa, waondoshe uchafu, watahhirhum tathira, watahirisha kwa tahirisha. Qalat Ummu Salamata, Ummu Salama akasema radhiallahu anha, wa ana maahum ya nabii Allah, na mimi pia niko pamoja nao. Qala, Mtume akamwambia anti ala makaniki, wewe upo katika daraja yako ile ile, wa anti ala khair, na upo katika khair, manake si katika wao. Hawa ndio ahlul bait ambao kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alituamrisha tushikamane nao. Je, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam atatuamrisha tushikamane na watu ambao kwamba ni wajinga, watu ambao kwamba hawana maarifa, watu ambao kwamba si maimamu? Hasha wakalla. Ukisema Hussein si imamu, maana yake wataka kutuambia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alituamrisha tushikamane na watu wajinga. Hasha wakalla. Hakuna watu ambao kwamba walikuwa wanaitambua dini na wanafahamu vyema maelezo na maamrisho ya Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko ahlul bait. Kwa hivyo mtu kusema kwamba Hussein hakuwa imam, huyu ni mbwa. Kisha kadhia pili, Imam Hussein alikuwa ni kiongozi? Ndio, alikuwa ni kiongozi. Kwanza ufahamu ahlul bait hawakumbai Yazid ibn Muawiya la'natullahi alayhi wa ala abihi. Ahlul bait hawakumbai Yazid, hawakuwa chini ya utawala wa Yazid. Ahlul bait walikuwa chini ya al-Imam al-Hussein.
Na alipotoka kwenda Kufa, kwenda Iraq, alitoka na Ahlulbeiti wake na watu wengine katika shiatihi, katika wafuasi wake. Vipi mtu asiyekuwa kiongozi anakuwa na wafuasi? Unasema kwamba Yazidi hakuwahi kuwa kiongozi, Alimamu Husein hakuwahi kuwa kiongozi wa jeshi lolote. Unafikiri wale waliotoka na Alimamu Husein kwenda kupambana na majeshi ya Banu Umayya, kwenda kupambana na majeshi ya Yazid bin Muawiya laanatullahi alayhi wa ala abihi, unafikiri walikuwa ni wapaka hina kama wewe? Ulikuwa uwafikiri kwamba walikuwa ni wabana sauti kama wewe? Shekhi, mwanamke katika wanawake ambao kwamba waliotoka na Alimamu Al-Hussein kina Zainab alayha salam, huwezi kufananisha na mashekhe zenu wote. Yani kusanya mashekhe wa kisalafi wote, mweke mwanamke mmoja katika wanawake waliokuwa wametoka na Imamu Hussein kwa ushujaa, kielimu, kimaarifa na kiuchamungu, huwezi kulingamanisha nao shekhi. Wote watakuwa ni wehu tu. Hata kusema kwamba Imamu Hussein hakuwa kuwa kiongozi wa jeshi lolote, wale walikuwa ni wapaka hina na wapaka piku kama nyinyi nafikiri. Alimamu Al-Hussein alikuwa ni imamu, alikuwa ni kiongozi. Naam, alikuwa ni kiongozi, kwamba alimasi Amirul Mu'minin Yazid. Yazid alikuwa ni amiri wa kina nani? Alikuwa ni Amirul Fasiqin, alikuwa ni amiri wa mafasiq laanatullahi alayhi. Nani alimvoti? Nani alimbah? Bai'a yake ilikuwa vipi? Muawiya laanatullahi alayhi anakuja kuambia masahaba, anakuja kuambia watu kwamba lazima mbai huyu, msipombai tutawakata kata vipande pande. Utawala unakuwa namna hiyo, watu mafasiki hao. Kisha tunapokuja kwenye maktali ya Alimamu Al-Hussein, mhusika mkubwa wa mauaji ya Alimamu Al-Hussein ni Yazid bin Muawiya. Rejelea katika Siyaru A'lami Nubala ya Adh-Dhahabi, rejelea katika vitabu vya tarikh, rejelea katika Al-Kamil, wanapoeleza maktali ya Alimamu Al-Hussein. Huwezi kumtoa Yazid. Hajibu kusikia baadhi ya mbwa kwamba Shia ndio mbwa kwamba waliomuua Hussein. Allahu akbar. Umar ibn Saad laanatullahi alayhi alikuwa ni Shia naye. Toka lini alikuwa Umar ibn Saad ni Shia? Shimmir ibn Dhil Jawshan huyo alikuwa ni Shia naye. Mbona mwataka kuwafanya watu kwamba ni wenda wazimu kiasi hiki kama nyinyi? Shia ndio waliomuua Hussein. Kina Umar bin Saad walikuwa ni mashia, si ndio? Kina Shimmir walikuwa ni mashia. Ittaqullaha fina, mcheni Mwenyezi Mungu. Watu mnasema urongo wazi wazi, watu mnaharif tarikhi wazi wazi. Mmoja anasema kwamba Hussein alikuwa ni mtu anapenda sana madaraka. Nani alikwambia Hussein alikuwa anapenda madaraka? Kutoka kwa Alimamu Al-Hussein, malengo ya kutoka Alimamu Al-Hussein, Hussein hakutoka kwa ajili ya madaraka shekh. Alimamu Al-Hussein alitoka kwa ajili ya kufanya islah. Katika khutba zake soma utaelewa kwa nini Alimamu Al-Hussein alitoka. Kwa ajili ya madaraka au alitoka kwa ajili gani? Hussein asema, ayuha nnas, fa inni lam akhruj ashran Alimamu Al-Hussein Alimamu Al-Hussein anaeleza kwamba ayuha nnas, fa inni lam akhruj ashran wala batiran wala riyaan wala sum'atan innama kharajtu litalabi al-islah fi ummati jaddi asiru ala sirati rasulillah wa ala millati wa ala sirati abi Ali ibn Abi Talib. Enyi watu, mimi sijatoka kwa ajili ya kufanya kiburi wala kwa ajili ya ria wala ajili ya kujionyesha. Innama kharajtu li talabi al-islah fi ummati jaddi,
nimetoka kwa ajili ya kutaka mageuzi, kwa ajili ya kutaka islahi, kutengeneza umma wa babu yangu. Nataka kufuata nyendo za babu yangu, nataka kueneza nyendo za babu yangu na babangu Ali bin Abi Talib. Haya ndio malengo ya kutoka kwa Imamu al-Hussein. Imamu al-Hussein hakutoka kwa ajili ya utawala. Alafu anakuja mtu ya kwamba Yazid, yani Hussein alikuwa ana uchu wa madaraka, Yazid alikuwa hana uchu wa madaraka, Muawiya laanatullahi alayhi alikuwa hana uchu wa madaraka. Vipimo vya namna gani? Yazidi hakuhusika na mauaji, bali wengine wasema alikuwa akisikitika kabisa, alisikitika. Katika kitab الطبقات الكبير cha Ibn Saadi, cha Al-Imam Ibn Saad, katika mujalladi wa 6, katika الطبقات الكبيرة والطبقات الكبرى mujalladi wa 6, katika ukurasa wa 447, qala amesema وقدم برأس الحسين محفز بن ثعلبة العائذي على يزيد فقال أتيتك يا أمير المؤمنين برأس أحمق الناس وألأمه. فقال يزيد ما ولدت أم محفز أحمق وألأم، لكن الرجل لم يقرأ كتاب الله. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ثم قال بالخيزرانة بين شفتي الحسين وأنشأ يقول يفلقن هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما. Angalia, huyu Mihfaz ibn Thalaba al-Aidhi alikuja na kichwa cha al-Imamu al-Hussein. Angalia watu walivyokuwa mahayawani, angalia watu walivyokuwa nyama, wanamuua mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alafu wanakata kichwa chake kama mbuzi, alafu wanakiweka katika mishale namna hii mpaka kwa Yazid bin Muawiya. Mshairi mmoja anasema jau birasika ya ibn binti Muhammadin mutazammilan bidimaihi tazmila قتلوك عطشانا ولم يترقبوا في قتلك التأويل والتنزيل ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتحميد. ومكوجنا كيتشة الإمام الحسين عليه السلام mpaka kwa Yazid. Faqal, wifasika akasema ataituka ya amira almu'minin, ewe amiru almu'minin, kusudi Yazid la'natullahi alayhi, nimekujilia birasi, na kichwa ahmaqi nasi, mpumbavu zaidi wa watu, wa al-amihim, na mtu mkorofi zaidi katika watu. Subhanallah, ahlul baiti hao. Faqala Yazidu, Yazid akasema, yana akimpongeza, ma waladat ummu Mihfaz ahmaqa wa al-am, wallahi Ummu Mihfaz manake mamake yule alomletea kichwa hakumzaa mtu mpumbavu na mkorofi kama Hussein. Lakini arrajul, lakini huyu mtu alomletea kichwa chake, lam yaqra kitab Allah, hajasoma kitabu cha Allah, kwa Mwenyezi Mungu tuti almulka man tasha wa tanzi'u almulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Kwa sisi Mwenyezi Mungu ametupa ufalme. Huyu alikuwa hajui kitabu cha Allah. Manake Yazid la'natullahi alayhi, fasiq fajir, mlevi, huyu ndo anajua kitabu cha Allah kuliko al-Imam al-Hussein. Ataka kutuambia nini? Kwamba yeye ndio mwenye haki ya uongozi. Hussein alikuwa ni mpenda madaraka, kama hivyo wafuasi wa Yazid wanavyoeleza katika misikiti yao. Kwa hivyo ukisikia mtu akisema Yazid alikuwa ni mtu, Hussein alikuwa ni mtu anapenda madaraka, ujue huyo ni mfuasi ama mwakilishi wa Yazid bin Muawiya, na hii rai si ya kwake, ni rai Yazid bin Muawiya la'natullahi alayhi. Kwa hivyo hawa mbwa wote mnaowasikia katika misikiti yao ni maneno ya Yazid bin Muawiya. Thumma qala bil khayzuranati bayna shafatay al-Husayn,
akachukua kifimbo chake akawa akimgonga gonga hivi meno ya Imamu Hussein. Riwaya inasema لما أتي يزيد بن معاوية برأس الحسين بن علي جعل ينكت بمخصرة معه سنه. Poletea kichwa cha Imamu Hussein akakiweka pale chini. Akawa anagonga gonga meno ya Imamu Hussein na fimbo. Alafu nasema Yazid hakuhusika na kifo cha Imamu Hussein. Faqala lahu rajulun min al-ansar hadhar. Mmoja katika watu katika Ansar walikuwa wamehudhuria akamwambia Yazid, irfa qadibaka hadha, ondosha kifimbo chako hiki. Fa inni raaitu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yuqabbilu al-mawdi alladhi wada'tahu alayhi. Kawambia usigonge mdomo huu wa Imamu Hussein, toa kifimbo chako. Limuona Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anaibusu hii sehemu ambayo kwamba unaipiga wewe na kifimbo. Walikuwa ni watu wanyama wa kiasi gani? Alhasil haya ni machache tu, alafu mnataka haya sizungumzo. Kwa nini? Mna wasiwasi gani nyinyi? Kwani nyinyi ndio waji wa Imamu Hussein? Mbona mna shaka? Kwa nini yasizungumzo haya? Mtume sallallahu alaihi wasallam alimlilia Imamu Hussein, alisikitika kwa mauaji ya Imamu Hussein. Vipi watu wasikumbuke mapambano haya dhidi ya dhulma? Vipi watu wasikumbuke ushujaa wa Imamu Hussein kwa ajili ya kutetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Banu Umayya walikuwa wameharibu kila kitu, walikuwa wamechafua kila kitu, wameharifu kila kitu katika dini. Hussein alitoka kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwataka yasikumbuke haya, mwataka yenye maziwe, ili mabwana zenu wasionekana kwamba ni watu wa ovu. Yani vipi utawapenda Ahlul Bayt na utawapenda uwaji wao? Vipi utasema Ali radhiallahu anhu na Muawiya radhiallahu anhu? Vipi utasema Hussein radhiallahu anhu na Yazid radhiallahu anhu? Vipi? Yani inawezekana vipi? Ukiwa upande huu huwezi kuwa upande huu, ukiwa upande huu huwezi kuwa upande huu. Hii ni diwani ya Imamu Shafi'i radhiallahu anhu. Al-Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala katika diwani yake amlilia al-Imamu Hussein asema, ta'awwaha qalbi wal fuadu kaibu wa arraqa nawmi fasuhadu ajibu faman mublighun anni al-Husayn risalatan wa in karihatha anfusun wa qulubu dhabihun bila jurmin kaanna qamisahu sabighun bima'i al-urjuwani khadibu فللسيف أغوال وللرمح رنة وللخيل من بعد السهيل نحيب تزلزلت الدنيا لآل محمد وكادت لهم سم الجبال تذوب وغارت نجوم وقشعرت كواكب
وهتك أستار وشق جيوب يصلى على المبعوث من آل هاشم. Subhanallah, Imam Shafi ashangaa asema aswaliwa aliotumilizwa katika watu wa Hashim, manake mtume wa yughza banuhu, kisha watoto wake wapigwa vita. Inna dha la ajibu, jambo la ajabu hili. La in kana dhambi, Imam Shafi asema ikiwa dhambi yangu hubbu ali Muhammadin, ni kuwapenda watu wa Muhammad, fadhalika dhambun lastu anhu atubu, hiyo ni dhambi ambayo kama siwezi kuitubia. Hum shufaai yawma hashri wa mawqifi idha ma badat linnadhirina khutubu. Imam Shafi asema kama kuwapenda ahlul baiti ndio dhambi yangu, hiyo ni dhambi ambayo kwamba siwezi kutubia. Na sisi pia tusema kama kuwapenda ahlul baiti ndio dhambi yetu, basi ni dhambi ambayo kwamba hatuwezi kuitubia. Katika abiyati zingine alimamu Shafi rahmatullahi alayhi anasema ya rakiban qif bilmuhassabi min minan wahtif biqaidi khayfiha wannahidhi saharan idha ma fadha alhajiju ila minan faidhan kamultatimi lfurati lfaidhi. Asema in kana rafdhan, ikiwa ni ushia ni urafidhi, hubbu ali Muhammadin, kuwapenda ahlu bait, kuwapenda watu nyumba Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidina Rasulullah, falyashhadi thaqalani, basi na washuhudilie binadamu na majini, anni rafidhi, kwamba mimi ni mshia. Imam Shafi asema kama kuwapenda ahlu bait ndio ushia wangu, basi viumbe binadamu na majini washuhudilia kwamba huo ndio ushia, ndio mimi ni shia. Bali katika abiyati zingine alimamu Shafi anasema Khawarij, vile Imam Shafi alikuwa anapenda ahlul bait, walisema huyu ni shia rafidhi huyu. Qalu, Imam Shafi asema wamesema tarafadhta, umekuwa rafidhi, umekuwa jishia lilopitukia mipaka. Qultu, nikasema kalla, sio hivyo. Marrafdhu dini wala i'tiqadi, urafidhi sio dini yangu wala sio itikadi yangu. Lakini mimi tawallaitu, nimemfanya kuwa ndio kiongozi wangu, ghaira shakin, pasi nakuwa na mashaka, khaira imamin, imamu bora zaidi, wa khaira hadi, na mwongozi mbora zaidi, manake Ali ibn Abi Talib. Asema in kana hubbu alwaliyi rafdhan, ikiwa kumpenda kiongozi wangu Ali ibn Abi Talib ndio ushia, fa inna rafdhi ila alibadi, basi na ushia wangu wende kwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo sisi pia tusema kama alimamu Shafi, kama kuwapenda ahlul bait ndio madhambi yetu, basi fahamuni ya kwamba dhambi hiyo hatuwezi kutubia. Ni kheri siku ya kiyama nikaitwa kwamba mimi ni shia wa ahlul bait. Ni kheri siku ya kiyama nikanadiwa, nikawekwa katika kundi la wapenzi wa ahlul bait. Kuliko kuambiwa siku ya kiyama kwamba mimi nilikuwa nawapenda wauaji wa ahlul bait. Siko tayari siku ya kiyama kuwa katika kundi la Yazid. Siko tayari siku ya kiyama kuwa katika kundi la Muawiya ibn Abi Sufyan la'natullahi alayhi. Mimi nipo katika kundi la Imam Ali ibn Abi Talib. Ukiwa katika kundi la Ali ibn Abi Talib huwezi kuwa katika kundi la Muawiya. Ukiwa katika kundi la Imam al-Hussein huwezi kuwa katika kundi la Yazid. Ama kutaka kukusanya vitu viwili ni kitu ambacho kama mustahil, la yumkin. Kwa hivyo ifahamike hivyo kwamba ni khiri siku ya kiyama mimi kuwa katika shi'atu ahlul bait, kuwa katika kundi la ahlul bait, kuliko kuwa katika kundi la uwaji wa ahlul bait. Tabji nitamwangalia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na uso gani ikiwa katika uhai mimi nitakuwa katika wapenzi wa uwaji wa watoto wake na familia yake? Huzuni ni kubwa, hata hatujui tuseme nini. Hawezi
huwezi kutukataza kukumbuka haya mambo, huwezi kutukataza, huwezi. Kwa hivyo tashwishat za hawa mbwa kilabu ahli nari ambazo kwamba umezikuwa wakizifanya katika misikiti yao, ufahamu kwamba haya yote wanaosema watakuwa ni mas'ul mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bibi utawatetea watu wa nyama kama hivi tulivyoona hapa, watu walumua mtoto wa mtume, mjukuu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamkata kichwa, wakawa kichezee kichwa chake. Bibi utawatetea watu hawa? Bibi utatetea familia hii? Hatutaki kusema, lakini mwatutaka tuseme, mwatuchokoza, na tukiamua kusema hakuna kutunyamazisha, hakuna kutunyamazisha, hakuna. Sala haya kutishiana sijui nini, hakuna kutunyamazisha. Yote anawatetea wauaji wa wajukuu wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni mbwa tu kama mbwa wengine. Imamu al-Hussein aliuawa mauaji ya kinyama, lazima yakumbukwe mauaji yake. Alitoka kwa ajili ya kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, alitoka kwa ajili ya kutetea ubinadamu, alitoka kupinga dhulma, alitoka kupinga ubepari, alitoka kupinga ukandamizaji wa haki za binadamu, alitoka kuweka dira ya mapambano dhidi ya dhulma, dhidi ya ubepari, dhidi ya unyonyaji, dhidi ya unyanyasaji. Hakutoka kwa ajili ya kutaka dunia, hakutoka kwa ajili ya utawala kama wanavyodai watu, hakutoka kwa ajili ya uchu wa madaraka. Waliokuwa na uchu wa madaraka ni Banu Umayya waliomuua. Haya mambo yafahamiki namna hii. Tusome vitabu vya historia pasi na kuwa na ukereketwa wa kundi hili wala lile. Tusome historia itufundishe, ituelekeze vile uhalisia wa mambo yalivyokuwa kule Karbala, vile matukio yalivyokuwa katika ardhu karbin wa bala. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kullu ardhin Karbala, kullu yawmin Ashura. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.